LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo, ninakukaribisha sana uungane nami katika kipindi hiki murwa kinachoandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu na kitengo cha uhusiano na mawasiliano cha mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, kwa lengo mahususi kabisa ya kukujuza kuhusiana na masuala mbalimbali yanayotekelezwa na serikali yako pendwa awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kila uchao anahakikisha kwamba sekta hii ya usafiri ardhini inakuwa salama, yenye tija, ambayo inakuwa na manufaa kwa sote. Mimi ni Binti Jumbe. Tafadhali ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kufahamu kile ambacho nimekuandalia siku hii ya leo. Karibu. Mtazamaji, leo tunazungumzia kuhusiana na elimu ya usajili na uthibitishaji wa madereva kwa madereva wa mabasi ya mijini ama madereva wa daladala katika kituo hiki cha daladala kilichopo Bunju Sokoni hapa jijini Dar es Salaam, ambapo wataalamu kutoka LATRA walitia kambi hapa na kuweza kuzungumza madereva hao kuhusiana na swala hili la usajili na uthibitishaji wa madereva kwao, pamoja na umuhimu mzima ambao unapatikana baada ya kusajiliwa. Na miongoni mwa wataalamu hao ni Bwana Jaribi Malaki ambaye ni afisa usajili na uthibitishaji wa madereva kutoka LATRA, ambaye hapa anaelezea jinsi elimu hiyo alivyotoa katika kituo hiki cha daladala hapa Bunju Sokoni, Dar es Salaam. Tuko hapa kituo cha Bunju Sokoni, tumekuja kutoa elimu kuhusu zoezi la usajili na uthibitishaji wa madereva. Tumefanikiwa kuzungumza na madereva, kuwapa elimu juu ya usajili na uthibitishaji wa madereva. Madereva hawa vile vile walipata nafasi ya kuuliza maswali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, nasi tumeweza kufafanulia na wameelewa dhana nzima ya usajili na uthibitishaji wa madereva. Tumewaeleza zoezi la usajili na uthibitishaji wa madereva ni zoezi ambalo lipo kwa mujibu wa sheria, na zoezi hili linalenga kuifanya sekta ya udereva kuwa sekta rasmi zaidi ambayo itakuwa na tija kwa usafiri wa abiria kwa njia ya barabara. Tumezungumza na madereva tukawaeleza kuwa ili dereva aweze kusajiliwa anatakiwa awe na vitu vitatu. Jambo la kwanza, awe na namba ya NIDA, ambayo NIDA hii itamwezesha kuingia katika mfumo wetu tunauita RRIMS kwa maana ya RIMS. Mfumo huu unamtambua mtu kwa namba yake ya NIDA. Lakini sifa ya pili, dereva anapaswa awe na cheti cha mafunzo ya udereva. Na sifa ya tatu, dereva anapaswa awe na leseni hai ya udereva. Kwa dereva akiwa na hivi vitu vitatu, anaweza akasajiliwa katika mfumo wetu. Hii ikiwa ni hatua ya kwanza baada ya kusajiliwa. Na usajili tunaambiwa kwamba usajili katika hatua ya usajili ni bure, na usajili unafanyika mahali popote pale dereva alipo anaweza akasajiliwa. Hatua ya pili na ya mwisho ni hatua ya kumthibitisha. Hasa hatua ya uthibitishaji ni hatua ya upimaji. Katika hatua ya upimaji, dereva anapimwa juu ya maarifa aliyonayo. Tumeweza kueleza vizuri kwamba katika hatua ya upimaji sisi kama LATRA hawaji kusoma, isipokuwa wanakuja pale kupimwa au kuthibitishwa juu ya taaluma yao, kwa kuwa wao tayari ni madereva
na tukawaeleza kwamba dereva tunaowapima, maswali tuliyoweka ni zile sifa za msingi sana ambazo dereva wa gari la ishara anapaswa kuwa nazo. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, madereva hawa daladala katika kituo hiki cha daladala cha Bunju Sokoni wana maoni gani kuhusiana na elimu aliyopatiwa? Ni muhimu sana kwenda LATRA kwa sababu bwana katunyoshea hapa vitu vingi. Kwanza tunataka tutambuane kwa sababu sasa hizi kama nilivyosema, mtu anaweza kwambia mimi na cheti cha NIT si cha VETA, lakini hajaenda, inatuuma, tunawajua ujue, lakini sasa unaenda kumsemea wapi? Hilo ni zuri. Mimi nimelipenda sana la mtihani wa LATRA, nimelipenda. Wapambane, waendelee, wazidi kutoa elimu. Tutatambuana na tutapungua, na wanaotaka kufanya kazi hii atasoma, ataichukulia kama kazi. Maana sio tu umetoka huko na wanataka tutambuane na waendelee kutoa elimu. Au sio Mimi nimependa waendelee. Ila sasa kama alivyosema wasiwe tu faini, elimu ziendelee. Au sio elimu ziendelee kabla ya faini. Kama hivi wakija hivi wakitupa elimu, baadaye hata mtu ukipewa faini lakini swalisha tuelekeza. Nzuri zaidi. Leo kwa mkuu wa LATRA, mzee wetu, kaka yangu Fungo, nimemwelewa sana. Yaani pasipo, yaani mimi mwenyewe nimejiridhisha. Mimi ni kijana ambaye ni mtata ambao nakanusha sana na kuaga napingana sana na polisi. Lakini napingana kutokana tunataka uhakika ambao ulionyooka. Sio napinga hovyo. Lakini kwa siku ya leo siji niongee na furaha gani kitu walipofika katika hili eneo letu la kazi. Kwa mfano kama wametutolea mfano tujikumbushie kusoma sheria ndogo za usalama barabarani. Sawa, kwa sababu mimi kama ni dereva nimesoma 2010 intake yangu. Intake si kama 200 na kadhaa. Sasa kwa maana hiyo sio vyote navielewa. Kwa kwanza mimi nawaambia sio kweli, wasiamini, wasisikilize maneno ya kuambiwa. Sawa, la ya ngoma ingia mwenyewe ucheze. Sawa, mimi naamini moja kwa moja LATRA hapa straight, kwa sababu wanatusimamia haki zetu sisi madereva. Hilo la kwanza. Na la pili, LATRA sisi tunaona wabaya? Hapana, LATRA ni wazuri sana katika utendaji wao wa kazi. Kwanza sasa hivi ajali nyingi sana zimepungua kwa sababu yao. Mtazamaji, hakika jambo lolote ambalo linaanzishwa lazima kunakuwa na lengo mahususi la uanzishwaji wake. Ni kwa nini LATRA ilifikia hatua hii ya kuwathibitisha madereva? Kwa dereva anapotaka kuja kuhudumu kwenye sekta hii, lazima mamlaka ijiridhishe juu ya uwezo wake wa kuendesha au uwezo wake wa kutoa huduma. Kwa kuwa vile LATRA tuna jukumu la kuhakikisha huduma zinazotolewa zinakuwa bora ili kukidhi mahitaji ya watumiaji au mahitaji ya walaji. Na vile tumelenga vile katika hatua hii ili kutenganisha makosa. Na kwa makosa yanafanywa na dereva ambayo hayamhusu mmiliki. Kwa mfano, dereva anaendesha gari hajafunga mlango. Hapo kabla adhabu zilikuwa zinamwendea mmiliki. Sasa mmiliki hili halimhusu. Kwa kufunga mlango linahusu dereva na msaidizi wake ambaye ni kondakta. Kwa hiyo sasa tunataka tukisha na kuwasajili madereva, kwa sababu ni wataalamu, watawajibika kwa makosa ambayo wanayafanya, ili mmiliki abaki na makosa yake ya msingi. Mfano, gari halina leseni, hiyo ni kosa la mmiliki, ili tuweze kutenganisha na tuwe na uwiano sawa na huduma bora kwa kila vipindi tunazozitoa. Dereva akithibitishwa na LATRA atapata faida nyingi. Moja ya faida ni kuwa sasa dereva ataendesha gari kwa mujibu wa sheria. Maana yake ni kwamba atakuwa dereva anayetambulika. Faida ya pili, jambo hili litaongeza wigo wa ajira kwa madereva ambao wanaomba kuthibitishwa. Wanakuwa ni madereva ambao wigo wao wa ajira unakuwa mkubwa zaidi, kwa maana imani ya wale anaowahudumia, imani kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri itaongezeka, kwa maana kwamba ni madereva ambao mamlaka zimewathibitisha na kujua kwamba wana uwezo. Lakini tatu, jambo tunalolifanya ni makubaliano ya kikanda. Nchi za Afrika Mashariki,
SADC na COMESA wamekubaliana kutumia mfumo ambao utawawezesha madereva kutambua juu ya utendaji na uwajibikaji wao. Kwa hiyo itawapa fursa kubwa sana. Kwa hiyo ni rai yangu, nataka madereva jitokeze kwa wingi, waweze kusajiliwa na pia waweze kuthibitishwa. Na hata wale ambao walifanya wakaanguka, si kwamba hawana uwezo, wajikumbushe, waje wafanye tena, waweze kuthibitishwa. Mtazamaji, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA inajivunia kufanya kazi kwa ukaribu kabisa na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Na kwa bahati iliyo njema, hivi karibuni mtazamaji, Bwana Samson Charles ambaye ni mwandishi kutoka kituo cha redio cha East Africa hapa jijini Dar es Salaam, alikutana na madereva hawa waliopo hapa kituo cha mabasi ya mijini ama kituo cha daladala Bunju Sokoni hapa jijini Dar es Salaam, na kuzungumziana kuhusiana na swala hili muhimu na nyeti kabisa kuhusu swala hili la usajili na uthibitishaji wa madereva. Na hapa Bwana Charles Samson yeye anaelezea kuhusiana na maoni ya madereva hawa kabla ya maafisa kutoka LATRA kufika hapa, na maoni ya madereva hawa baada ya maafisa kutoka LATRA kufika hapa na kuwapatia elimu. Kabla ya kuja hapa, of course nilikuwa naona taarifa mbalimbali za madereva online wakilalamikia mifumo ya LATRA kuwakamata barabarani na kuwatoza faini shilingi 250,000 kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wanasema kwamba hawajasoma masomo ya LATRA. Kwa hiyo kama mwandaa kipindi kaja kuandaa kipindi kwa madereva ambao wako hapa Bunju Sokoni, ambapo mara baada ya kuzungumza nao, kwanza nataka uelewa wao kwa sababu wao ndio madereva wa madaladala na kadhalika. Na nilipozungumza nao walikuwa wanashusha malalamiko makubwa sana kwa LATRA ya kwamba inakuwaje dereva amesoma vyuo kama NNT lakini LATRA inataka tena akasoma. Kwa hiyo lawama zilikuwa nyingi. Binafsi nikaona bado kuna gepu. Ndio maana katikati ya kipindi nikasema tutatafuta LATRA kwa sababu pia nilisi napiga story na madereva, lakini nikasema inabidi tuwatafute LATRA nao waje kutoa ufafanuzi. Kwa nilichogundua cha kwanza, labda uelewa ulikuwa mdogo kwa madereva, ndivyo walivyoelewa. Wao walielewa kwamba inabidi wakasome, wakishasoma walipe 20,000. Walikuwa wanalalamikia ile tozo, ile ada shilingi 20,000. Walikuwa vile wanalamika kunyang'anywa kazi zao na LATRA. Kuna ambao wamesema kwamba wamekosa kazi kwa sababu LATRA ndio ambayo imewakosesha kazi na kadhalika. Kwa hiyo wengine wanasema wana uzoefu zaidi ya miaka 10-20 barabarani, lakini wanaambiwa wakasome. Sasa tulipopata yale, na mimi kana najiuliza kwa nini LATRA anataka watu wafanye hivi. Lakini mara baada ya LATRA kufika hapa nikagundua kuna ufafanuzi ambao LATRA inabidi basi ufanye. Hiyo na hizi semina kama sio vituo ama iandae hata mchakato wa Dar es Salaam nzima, makondakta wote na madereva kuambia ukweli. Kwa mfano ufafanuzi wa shilingi 20,000. Wameambia 20,000 ni gharama tu za kuprint ule mtihani, ni gharama ndogo tu. Sawa? Lakini pia kuwahuisha kwamba ukija kama kwa dereva hata kama una miaka 10 lazima nikutambue. Sasa na sisi waandishi wa habari tuna bodi yetu ya ithibati. Haijalishi umefanya kazi miaka mingapi, lakini lazima tukutambue. Tunaomba tukuthibitishe wewe ni mwandishi kweli. Ndio maana kuna baadhi ya waandishi tuwaoni sasa hivi na watangazaji sababu ya kuthibitisha. Kwa hiyo nilichokuja kuelewa ndio LATRA inajaribu kutengeneza mfumo mzuri wa kujaribu kurasimisha kazi ya udereva kuwa inayotambulika kitaaluma, lakini kuwa ni kazi ambayo itawanufaisha madereva hapo baadaye. Kwa sababu wote wakishakaa kwenye mifumo watakuwa ni madereva, hakuna ukanjanja, hakuna nini. Kuna mambo kadhaa wamewagundua LATRA. Kwa mfano kuna baadhi ya sheria za usalama barabarani, alama za usalama barabarani, baadhi ya madereva hawajui licha kwamba na miaka zaidi ya 10. Kwa hiyo nilichogundua kuna nia njema kwa LATRA. Nipende kuchukua nafasi hii kuomba LATRA kama kuna eneo ambalo waliona sio, lakini matumaini yangu nimejirekebisha vya kutosha kwa sababu nimetoa nafasi kwa viongozi wa LATRA. Ndugu Fungo amekuwa hapa, ndugu Malaki amekuwa hapa na madereva na wametoa ufafanuzi. Kwa hiyo niliahidi kwenye kipindi nitawatafuta, lakini wao wakanitafuta. Nilikuwa nifanye nao hiki kipindi Jumanne, leo Jumatatu. Wakasema wanakuja Jumatatu. Kwa hiyo nimevunja ratiba nyingine kwa ajili ya kukidhi matakwa ya LATRA. Kwa hiyo wito wangu kwa LATRA, hizi elimu watoe elimu ana kwa ana. Taarifa zinazokuja ni nyingi hapo katikati. Madereva hawana wote hao
walikuwa wasema hawajui kutumia kompyuta, wameambiwa sasa hivi hatutumii kompyuta za mouse, tuna touch. Umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachoona, yani issue iko LATRA labda ni uchache, lakini kwa namna watafute namna kuna vituo vikubwa. Ukienda kwa mfano, ukienda Mbagala unapata wengi, ukienda Makumbusho unapata wengi, ukienda Mwenge unapata wengi. Yaani kuna vituo mama, ukienda Tandika, ukienda Ilala, yaani kuna namna LATRA inatakiwa ifike sasa. Ni watu ambao wakiambiwa, hata akiletewa taarifa ataambia bwana LATRA wamekuja hapa akasema sivyo. Madereva hapa taarifa wanazopewa ni negative sana. Utasikia tumekamatwa, tumeshushiwa abiria, nimeambia chichango kifai. Yaani hizo ndio taarifa. Ni watu ambao wako tayari kutekeleza taarifa sahihi. Kwa labda niombe LATRA wafanye hivyo. Hii elimu walioipata hapa hawa, wakifika Makumbusho watawaambia, wakifika Tegeta Nyuki watawaambia, wakifika Kariakoo watawaambia, wakifika Mbezi watawaambia wenzao. Dereva amenifuata, ameniambia bora hata LATRA wamekuja. Kwa nini? Taarifa wamepata sahihi. Wameongea na Fungo ana kwa ana. Fungo kama una changamoto gani? Mwingine anasema mimi kwa nini niandikiwe cheti changu eti kila baada ya mwaka ni renew? Akafafanuliwa. You understand? Kwa hiyo ni kazi ya LATRA. Madereva mimi ninahisi kabisa watatekeleza. Mtazamaji, Bwana Augustus Fungo yeye ni afisa huduma kwa wateja mkuu kutoka mamlaka ya usafiri ardhini LATRA, ambaye alikuwa ni sehemu ya wataalamu ambao walitoa elimu kwa madereva hawa daladala katika kituo hiki cha Bunju Sokoni hapa jijini Dar es Salaam, ambayo hapa Bwana Fungo yeye anaelezea maswali muhimu ambayo yaliulizwa na madereva hawa kuhusiana na swala zima hili la usajili na uthibitishaji wa madereva. Kwa nini cheti kina miaka miwili? Tumesema kwamba cheti kinachotolewa na LATRA ambacho kinaitwa cheti cha idhini au certificate of authorization inatokana na kwamba cheti hiki ni cheti kinachothibitisha taaluma ulionayo, kinathibitisha utaalamu. Kwa hiyo vyeti vyote duniani vinavyothibitisha utaalamu au taaluma ambayo mtu anayo huwa vina ukomo. Kwa mfano, wanasheria cheti chao kina mwaka mmoja, wa mainjinia, lakini kuna mabaharia kule baharini. Kwa hiyo kwa sababu udereva ni taaluma na wao wanataka udereva uwe na taaluma, na ndio maana ikawekwa miaka miwili. Katika hii miaka miwili inawezekana mtu ameacha fani ya udereva na sasa sio dereva tena, inawezekana amefariki, au inawezekana ameamua kubadilisha kazi, anafanya kazi nyingine, na ndio maana miaka miwili. Lakini hata hivyo tumesema walitupa maoni kuhusiana na kuangaliwa kwa hoja ya miaka miwili, na sisi tumesema tumechukua maoni yao, tutaenda kuyafanyia kazi na kuangalia namna gani ya kuyaweka sawa. Lakini kuna swala zima la kwa nini tunatozwa ada ya shilingi 20,000 ili tuweze kufanya mtihani. Tumeweza kufafanua jambo hili kwamba kimsingi ule mtihani katika kufanya una gharama zake. Kwa hiyo ni swala la kuchangia huduma tu, kwa sababu kama serikali lengo lake ingekuwa ni kukusanya mapato, basi gharama ya kufanya huu mtihani ingeweza kuwa 200,000 au 100,000. Lakini kumbuka, unafanya mtihani kwa kutumia kompyuta. Kompyuta zile zinanunuliwa, unatumia umeme, kuna mifumo ya interneti ambayo iko pale. Yote hii ni gharama, lakini kuna kanzidata inayotunza zile taarifa zako. Kwa hiyo wewe unachangia tu ili kuweza kuprint kile cheti na kuweza kuwa na sehemu ya gharama. Kwa hiyo sio kweli. Serikali ingetaka kukusanya mapato, ingeweka kiasi kikubwa kabisa, na inawezekana ungekuwa unalipa kila mwezi. Lakini pia tumefafanua jambo jingine kwamba kwa nini mtu ambaye au taasisi ambayo haijanifundisha lakini inafanya nini? Inanipa mitihani. Ukweli ni huu, ndugu zangu madereva. Hakuna sheria yoyote wala hakuna kanuni yoyote duniani inayosema anayekupa mtihani ni lazima awe mtu aliyekufundisha. Kwa nini? Kwa sababu mbona mwajiri ambaye anakupa kazi anakupa mtihani? Tena kama serikali ndo kabisa mnafanya mtihani ya kuandika, alafu unakuja kufanya mtihani wa kuongea moja kwa moja wa mazungumzo. Lakini je, ile serikali imekufundisha? Lakini pia angalia, tuna taasisi nyingine tunafanya mitihani kama Baraza la Mitihani la Taifa. Hatukuwahi kuona maafisa wa baraza wako shuleni wanafundisha, lakini tunafanya mitihani. Mawakili walikuwa wanafanya mitihani chini ya Baraza la Elimu ya Sheria, hawakuwahi kufundishwa. Lakini kama kweli umesoma, unakuwa na sifa stahili, ukifanyishwa mtihani ni lengo ni kujiridhisha. Kwa hiyo sio ubaya, lakini kwa sababu hii ni taaluma, kwenye kila taaluma huwa kuna uthibitishaji unaofanyika kupitia mitihani.
Kwa naomba nikanushe tena kwamba LATRA hakuna kusoma tena, ila kuna kufanyishwa mtihani au usaili tu mdogo ili kuthibitisha, na maswali unayoulizwa sio mapya, ni yale yale kwamba hivi hii alama maana yake nini, hivi ukitaka kuondoka na abiria unatakiwa uanzeje. Mtazamaji, hayo hayawi hivi sasa yamekuwa, na wakati wa swala la wiki ndio huu, lakini tukufahamisha kidogo kuhusiana na swala la wiki iliyopita ambapo tuliuliza swali lifuatalo. Tulisema taja vigezo vitano tu vinavyopaswa kufuatwa ili mfumo wa tiketi mtandao uweze kuidhinishwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na mshindi wa swali mtazamaji ni Bwana Gustavu Mramba. Kongole nyingi sana kwako Bwana Mramba, na ewe mtazamaji ambao bado haujashinda usikate tamaa. Unapaswa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa kuwa umetazama kipindi katika runinga yako. Pili, unapaswa kuwa umetufollow, yani umetufuatilia katika mitandao rasmi ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Lakini tatu, unapaswa kuwa wa kwanza kujibu kwa usahihi swali lililoulizwa katika mitandao ya kijamii. Na swala wiki mtazamaji linasomeka kama ifuatavyo. Taja viambatishi vitatu tu ambavyo dereva wa vyombo vya moto kibiashara anapaswa kuwa navyo ili aweze kusajiliwa na kuthibitishwa na LATRA. Mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba LATRA ni miongoni mwa taasisi za umma ambayo ipo chini ya Wizara ya Uchukuzi inayoongozwa na Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa. Lakini LATRA ina bodi ya wakurugenzi ambayo inaongozwa na Profesa Ahmed Mohamed Ame ambaye ni mwenyekiti wa bodi hii. Lakini vile vile LATRA ina mkurugenzi mkuu wake ambaye anafahamika kwa jina la CPA Daktari Habibu Juma Suluhu, ambao hawa kwa umoja wao wanahakikisha kwamba sekta hii ya usafiri ardhini inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Na mtazamaji, nikukumbushe tu kuwa haya yote mtazamaji yanatekelezwa chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kiukweli mtazamaji, tunaona namna gani rais wetu anafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wadau wa sekta hii ya usafiri ardhini wanapata huduma za usafiri ardhini zilizokuwa na tija, salama na bora kabisa. Na mtazamaji, jambo hili yatupaswa kumuunga mkono kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni za usafiri ardhini zilizowekwa, ikiwemo swala hili la kuhakikisha kwamba dereva wa chombo cha moto kibiashara anajisajili na kuthibitishwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ili kuwa na usafiri ardhini ambao ni bora na salama kwa sote. Mtazamaji, kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi murwa kabisa ya kipindi cha usafiri na maendeleo kinachofuata. Mimi ni Binti Jumbe. Tafadhali, kama haujatufuata katika mitandao yetu ya kijamii wala hujachelewa, unaweza kufanya hivyo kupitia anwani za mitandao ya kijamii ambayo unaiona katika runinga yako hapo chini. Lakini vile vile tafadhali unaweza kuwasiliana nasi bila malipo kwa kupitia namba zifuatazo: 0800110019 ama 0800110020. Na vile vile mtazamaji, unaweza kututumia ushahidi wa video kuhusiana na matendo mbalimbali yanayofanyika katika vyombo hivi vya usafiri wa umma ambayo yanaenda kinyume na sheria, taratibu na kanuni za usafiri ardhini zilizowekwa kwa namba ya WhatsApp ifuatayo 0681300800. Fanya hivyo sasa, nasi tutazichukua taarifa zako na kuzifanyia kazi papo hapo. Mtazamaji, kwa sasa sina la ziada, nikutakie wakati mwema usiokuwa na bugudha. Kwa heri kwa sasa. Pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi,
Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.